Na ni kweli mwanao alifariki? Kaniambia hajafariki. Hajafariki. Mama Shukuru maarufu kwa jina la Mama Mchungaji, mkazi wa Nadokati, mtaa wa Elwanyi, kata ya Muriet, mkoani Arusha, amegoma kwenda Mamsera, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro, kwenda kumzika mwanaye Shukuru aliyefariki kwenye ajali, huku akisema kuwa Mungu amemuonyesha ya kwamba mwanaye hajafariki dunia. Nashangaa hata juzi na jana ya kuwepo na sisi majirani tunaangalia. Mimi nashangaa. Mama huyo akizungumza hii leo amesema kwamba hana changamoto yoyote ya akili na kwamba hatashiriki kwenye mazishi hayo, ambapo Julai 20 mwaka 2026 aliwafukuza majirani pamoja na waombolezaji na kumwaga vyakula walivyokuwa wamepeleka nyumbani kwake, akidai kwamba nyumbani hapo hakuna msiba. Katika ufufuo wa wafu. Amina. Amina. Siku ile Masadukayo watu wasema ya kwamba hakuna ufufuo, wakamwendea wakamuuliza wakisema, "Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amoe yule mkewe ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mkewe. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumbua kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii." Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, "Mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani?" Wakamwambia, "Ni wa Daudi." Akawauliza, "Imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwawekapo adui zangu kuwa chini ya miguu yako." Basi Daudi akimuita Bwana, amekuwaje ni mwanaye? Wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. Okay, kwa maana hiyo kwa ufupi ina maana gani? Basi Mungu kaniambia kwamba kama kuna mtu anajibu, aulize mtu mmoja tu, na hilo jibu Mungu amesema litoke katika hili neno. Maana amedai kwamba kama mtu anahitaji kuuliza neno, aulize mtu mmoja tu na aliendana na hili neno. Okay, kwa hichi kilichotokea ni Mungu alikuonyesha? Ndio alinisemesha. Ndio. Alikwambiaje? Ameniambia tusitoke nje ya neno, tuulize kwenye neno tu. Na ni kweli mwanao alifariki? Kaniambia hajafariki. Hajafariki. Ndio. Na tumeona mwili wameupeleka Rombo. Mungu amesema wapeleke tu. Ndio. Na wewe au hujataka kushiriki? Mungu amekataa. Amekataa usiende kwenye msiba. Ndio. Ndio. Watu wengi wanahisi kwamba labda utakuwa una changamoto, ni kweli? Acha wahisi, lakini mimi sijui. Ndio. Watu wanahisi labda labda watu wanaweza kuhisi labda pengine una changamoto. Hili lina ukweli gani? Basi mimi nimemaliza neno. Baadhi ya majirani waliofika katika mtaa wa Muriet, kata ya Sokonwani, ambapo mwili huo ulipelekwa kwa ajili ya kwenda kuagwa na kisha kupelekwa mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kwenda kuzikwa, wameshangaa mama huyo kutokushiriki kwenye mazishi ya mwanaye. Mimi ni Iluminata Justin. Para mama ni mlokole, naona ulokole unamletea shida. Sasa pana mtoto mmoja hivi alifariki, mtoto wake.
Alipofariki nashangaa kaenda dukani sokoni kwenda kuuza mboga. Mtoto wa kwanza huyo. Wa pili tena ndio aje msibani anaanza yani mtoto wake amekufa jana, anakuja huko anaanza kuongea. Mambo maombi. Kwa nini aongee maombi na mtoto wake wa kwanza, mtoto wake leo mzana aongea maombi? Jamani, kama mtu umeokoka, naomba muokoke kiukweli. Sio wewe wa moto, inatakiwa wewe sio wewe wa moto. Wewe sio moto au vuguvugu, inatakiwa wewe mlokole wa ukweli. Nashangaa hata juzi na jana ya kuwepo na sisi majirani tunaangalia. Mimi nashangaa. Na hivyo alikuwa anataka kuleta ugomvi akafukuzwa. Na ugomvi unaleta shida. Jamani, naomba ukiwa mlokole uwe ulokole wa ukweli. Hapa ni kwangu sio kwako. Haya kule. Acha watu wakae. Hata huyo mkamwana wake. Ndio hata mkamwana wake. Asante, ndio hivyo anafukuza watu, wanasema sina msiba na wala siendi kuzika nyoka. Na hata Yesu eti amemuonyesha. Na hata Yesu kamuonyesha kuwa hapa hamna maiti wala mtoto wake hajafa. Kwa hiyo anavyofanya sio vizuri. Anatoka mitaani kuhubiri tu na Biblia kuwa sijui mtoto wake amelogwa, hajafa, amemchukua mskule, hilo alilijua. Kwa hiyo aende kuzika na wala hana msiba, na aende kuzika nyoka. Hajaenda. Hakuenda na sio vizuri anakufanya. Hajaja kabisa, hajaonekana. Hajaonekana kabisa kwenye msiba. Si watu wengi wanajua. Alikuwa anataka kuleta fujo pia, mtoto wake akamfukuza, akamwambia hapa ni kwangu mama, kwako ni kule. Kwa ndio kufukuza watu. Hapa hivi ni kwa mtoto wake yani. Kwake ni kule chini Nado. Sasa huko nako alikuwa anataka kuleta fujo, mtoto wake akamwambia mama hapa ni kwangu. Acha watu. Kwanza si alifukuza kaka leo ndio akaondoka. Sasa watu wakawa wamekaa. Yaani wewe sio kama amechanganyikiwa na akili zake nzima tu, ukamtelekeza mtoto kwenda kumzika. Hiyo ni ngumu, ni anakucha kidogo. Para kitu. Hiyo ni Mungu amependa. Hapana, amefariki. Anakaucha kidogo. Na mwili umeingia ndani kabisa. Si tumeona kila kitu. Sasa anachokataa nini? Ajili ya nani, ya kwamba ni msiba umetokea wa mtoto wake, akaona labda yani nani. Maana unajua ni mambo ya ajabu. Kwa hapa mtaani kweli tunavokaa mtaani sisi. Mambo kama haya ni aibu, alafu ya fedheha. Hata kama una dini yako, dini acha pembeni. Au kuchanganyikiwa kwa ajili ya msiba wa mtoto wake. Kana mchanganya. Mara uchawi. Uchawi si nini? Sielewi. Kila mmoja anaongea la kwake. Sielewi. Hatujapenda. Hata hivyo, kaka wa marehemu amesema kwamba walimwambia mama yake waende kumpumzisha ndugu yao, lakini alikataa, ambapo wameamua kuondoka kuelekea Rombo kwa ajili ya kumpumzisha ndugu yao. Ripoti za AyoTV pamoja na Millard Ayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.